Tunapinga tena tunapinga vikali taarifa bodi ya ligi kumpa tuzo Okello ya mchezaji bora wa mwezi. Tunapinga vikali. Haya, mmetumia kigezo gani? Mmetumia njia gani? Mfumo gani mnaotumia kumpa Okello tuzo ya mchezaji bora wa mwezi? Okello wa Young Africa amekuwa mchezaji bora katika mwezi wa 5, lakini baada ya kuwa mchezaji bora katika mwezi huo wa 5, wameibuka watu tofauti tofauti, wapenzi, wadau wa mpira wa miguu, wakionekana ya kwamba hawajapendezwa na Alan Okello kuwa mchezaji bora kwenye mwezi wa 5. Karibu sana, nitakuonyesha takwimu za wote hawa wawili, ambaye mimi sitaweza kukwambia moja kwa moja nani alistahili na nani astahili na nani angestahili. Hapana, mimi nitakupa takwimu za watatu hawa ambao wameonekana ukiingia katika fainali ya kuchaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi. Sasa nitakuonyesha mmoja baada ya mwingine na uweze kudondosha komenti yako na kusema ya kwamba nani ambaye alistahili kuwa mchezaji bora wa mwezi wa 5. Karibu sana. Tuanze kwa Alan Okello. Ndani ya mwezi Mei amekuwa na mabao 9, assist 1 na amekuwa man of the match mara 4. Huyu ni Alan Okello. Lakini pia tumtazame Clatous Chota Chama wa Simba Sports Club. Ana mabao 5 katika mechi 6, ana assist 4 na amekuwa man of the match mara 5 mfululizo. Huyu ni Clatous Chota Chama wa Simba Sports Club. Faisalim Feitoto wa Azam katika mechi 6 ana mabao 7, amekuwa na assist 1 na amekuwa man of the match mara 3. Yes, hizi ni takwimu ambazo nimekupatia hapa. Hebu niambie kwa haraka nani ambaye angestahili kuwa man of the match? Wengi wakionekana wakipinga kuwa hili alikustahili, lakini hivi na hivi. Na kiungo huyu wa Young Africa Alan Okello amewashinda Clatous Chota Chama wa Simba, lakini pia amemshinda Faisalim Feitoto wa Azam, ambao waliingia katika fainali ya mchakato wa mchezaji bora wa mwezi Mei. Bana, hii ni Muhenga Media. Hebu twende tukasikilize wadau wanavyozungumza juu ya hili, kuonesha kwamba Alan Okello ilipaswa kuwa vipi na namna gani. Karibu sana tuweze kutazama. Tunapinga tena tunapinga vikali taarifa bodi ya ligi kumpa tuzo Okello ya mchezaji bora wa mwezi. Tunapinga vikali. Haya, mmetumia kigezo gani? Mmetumia njia gani? Mfumo gani mnaotumia kumpa Okello tuzo ya mchezaji bora wa mwezi? Yaani mmetumia nini? Yaani kamshindaje Chama labda Okello? Kwa sababu mimi ninavyojua mchezaji bora wa mwezi kuisaidia timu yake 100% ndani ya mwezi. Ukiangalia Yanga ndani ya mwezi wa 5 imefungwa na Dodoma Jiji. Yaani Okello kashinda kuisaidia timu yake 100% kupata ushindi. Turudi Simba. Chama kaisaidia timu yake Simba ndani ya mwezi wa 5 100% kushinda. Yaani ndani ya mwezi wa 5 Simba haijapoteza mchezo wala haijasare mchezo. Chama kachukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi 5, man of the match 5 mfululizo. Haya, mmetumia vigezo gani kumpa tuzo Okello? Mmempendelea Okello kumpa tuzo. Mimi nakwambieni ukweli. Okello mmempendelea kumpa tuzo ya mwezi. Hakustahili. Kwa sababu mimi ninavyojua mchezaji bora wa mwezi anaangalia kaipambania vipi timu yake, sio kufunga magoli. Mimi sijui kama eti mchezaji bora kafunga magoli mengi. Sio mfungaji bora, atafuti mfungaji bora. Anatafutwa mchezaji bora. Mchezaji bora anaweza katokea hata kiungo. Ukiangalia Chama kaisaidia timu yake kushinda ushindi wa 100% ndani ya mwezi wa 5. Simba ikupoteza mchezo wala ikusare mchezo. Lakini Yanga ndani ya mwezi wa 5 imepoteza mchezo, imefungwa na Dodoma Jiji. Yanga imepoteza mchezo, imefungwa na Dodoma Jiji. Leo hii mnakuja kumpa tuzo Okello kwa vigezo gani? Okello man of the match, kachukua man of the match 4 na hizo 4 zenyewe kachukua kwa awamu. Kachukua moja kasubiri. Chama kachukua man of the match 5 mfululizo, mchezaji bora wa mechi 5 mfululizo. Leo hii unamnyima tuzo Chama, mnaenda kumpa Okello. Vigezo gani mmetumia? Which method? Which way? Yani mmetumia nini yani? Which way use? Yani mmetumia vigezo gani? Mmetumia nini yani? Formula ipi? Which formula? Formula gani mmetumia kumpa Okello tuzo? Msije mkatutibua tukaanza kombe la dunia vibaya. Mmetukela. Yani kumpa tuzo Okello, mmetukela kumnyima Chama Mwamba Lusaka. Sio tunzo yake, sio tunzo halali, batili.